Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA leo Machi 11, 2026 imetoa msaada kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ambao wanasoma shule ya sekondari Pugu, Dar es Salaam. Msaada huo unajumuisha bima za afya 30, viti mwendo yani wheelchair 4 na taulo maalum yani diapers wakabidhiwa na mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa mamlaka hiyo Everlasting Liaro, ambaye amesema mamlaka hiyo itaendelea kujitoa kwa wanafunzi hao na kuwa sehemu ya kuwasaidia kutimiza ndoto zao. Pugu ni nyumbani. Tunawakumbuka na tunakumbuka kwamba tuna vijana wetu ambao wana mahitaji maalum. Kwa hiyo hii ni kama mara ya 3 au ya 4 huwa tunakuja kuwasalimia na kuwaletea chochote kile ambacho tumejaliwa kama DAWASA. Na leo hii tumekuja na salamu fupi. Kwanza, wangapi wanamfahamu waziri wetu wa maji, Mheshimiwa Juma Aweso? Mheshimiwa Aweso amesoma wapi? Hapa. Amesoma Pugu. Kwa hiyo akasema kwamba jamani, mkienda Pugu wapelekeeni salamu za kutosha. Anawasalimia sana. Kwa hiyo amewaomba sana muendelee kushikilia elimu, mkazane kwenye masomo ili baadaye huko mbele basi naye ajivunie kwamba kuna Juma Aweso mwingine ametoka Pugu. Ni pia tuna afisa mtendaji mkuu ambaye ni kiongozi wetu Mhandisi Mkama Bwile, naye ametuma salamu za kutosha, anasema anawasalimia sana. Sasa baada ya salamu hizo niseme kwamba tumekuja na vichache ambavyo tumeweza kuvileta mbele yenu ambazo ni dapa kubwa, lakini pia tumekuja na wheelchair kwa wale wanafunzi ambao wako na uhitaji, lakini pia tumekumbuka kuja na bima za afya. Tunaamini msingi wa kwanza wa maisha ni afya. Kwa hiyo sasa tukaona kwa wanafunzi 30 ambao mwalimu wetu wa mazingira alikuwa anafuatilia pamoja na Irene, tukaona kwamba tukazilipie ili muweze kutibiwa na muweze kuendelea na masomo ili muweze kufanikisha ndoto zenu. Basi twendeni tukasome kwa bidii, msiache kusoma kwa bidii. Naye mkuu wa shule hiyo Patrick Nyinza ameshukuru DAWASA huku akiomba kuendelea kushikamana nao, akiahidi pia kushirikiana nao zaidi ili kuwasaidia wanafunzi hao waweze kutimiza ndoto, kwani wanakuwa na vikwazo mbalimbali kwenye taaluma zao, lakini vikitatuliwa wanakuwa na uhuru wa kusoma na kufanikiwa zaidi. Asanteni sana kwa ujio wenu, lakini pia niwashukuru kwa kutukumbuka sisi kama jamii ya Pugu Sekondari. Sisi ni jamii ambayo ina wanafunzi ambao ni jumuishi, wale ambao wana mahitaji maalum na wasio na mahitaji. Kwa kuja kwenu mmetusaidia pakubwa sana. Mmejali afya zetu, mmejali afya za wanafunzi, mmejali afya ya jamii ya Tanzania yote. Lakini pia tuna imani kwamba nyinyi kuja kwenu mmeongeza hamasa kwenye masomo ya wanafunzi. Kwa sisi Pugu tumefurahi na tumepokea kwa mikono miwili. Msaada yetu hii mliotuletea hapa ni ya faida kubwa sana. Ukiangalia kwamba wanafunzi hawa wako mbali na wazazi, wako nasi hapa, lakini kuna mahitaji madogo madogo ambayo tunahitaji tuwahudumie. Kwa kuleta haya basi umetusaidia pakubwa sana, na nasema si Pugu, tunaomba tuzidi kushirikiana nanyi hata kwa mengine ambayo yako zaidi ya hili. Karibuni sana. Asante. Aloisi Richard Bangimoto. Ni mwanafunzi wa Pugu Sekondari kidato cha 4A. Napenda kushukuru kwa ajili ya ndugu zetu, mama zetu, ndugu, baba, dada, kaka wote katika sekta ya DAWASA. Tunapenda kuwashukuru sana. Kwa hiki ambacho mmetoa, mnaweza kusema kidogo, lakini kwetu ni kikubwa sana. Haswa kama mimi hapa nimekaa kwenye wheelchair, inaweza kunisapoti mimi kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kujifunza kwangu hapa shuleni. Lakini pia umetusapoti kwa vitu kama diapers. Kwa sisi wengine ambao tunatumia diapers, unaweza kutusapoti kwa tukava kuwa ya wasafi ili tuweze kuingia darasani kusoma kwa bidii. Mungu awabariki pale ambapo mmetoa. Awaongezee ambapo mtapungukiwa, lakini akawape ufanisi mzuri katika kazi zenu. Mungu awabariki sana.